Kupinda kwa miguu au bowlegs kwa Kiingereza ni hali ambapo miguu ya mtu inapinda kuelekea nje haswa wakati anaposimama. Mojawapo ya chanzo cha hali hiyo ikiwa ni upungufu wa vitamini D, fosforasi na vile kalsiamu. Makala ya Jua Afya Yako na maelezo zaidi. Kupinda kwa miguu au bowlegs ni hali ya kiafya ambako miguu ya mtu inapinda kuelekea nje haswa anaposimama. Bowlegs ni ugonjwa ambao nikielezea kwa juu ni ugonjwa ambao magoti ukisimama, tuseme mtu anaposimama wima anawacha nafasi kubwa hapa katikati ya magoti. Na ndio maana imeleta hiyo jina bowlegs kwa sababu ya kile bow ile ambayo ilikuwa inatumika wakati wa kitambo na arrow, so hiyo bow, hiyo shape ndio imeleta hiyo jina bowlegs. Upungufu wa vitamini D, kalsiamu au fosforasi, kilo nyingi na matatizo wakati mtoto anapozaliwa zikiwa baadhi za chanzo za kupinda kwa miguu. Chanzo cha bowlegs wakati mwingine unaweza pata ni kama tuseme rickets inaweza kuleta bowlegs. Kama kitu kimoja, rickets inaleta bowlegs. Wakati mwingine pia obesity, tuseme kama mtoto ako na kilo nyingi inaweza kuleta bowlegs kwa sababu unapata mifupa ya mtoto haina nguvu haswa ama bado ni nyepesi. Kwa hivyo akiwa na kilo nyingi utapata akisimama hiyo mfupa inaanza kuform hiyo shape, hiyo tunasema hiyo bow. Wakati mwingine pia watazamaji wanafaa kujua ya kwamba watoto wote mara mingi wanazaliwa na bowlegs. Kwa hivyo kuzaliwa na bowlegs ni kawaida wanapozaliwa, na ile bowlegs ya kuzaliwa inaletwa na pale nafasi inapokuwa kidogo kabla azaliwe. Si unajua amekuwa nafasi ni kidogo, sasa miguu inachukua hiyo bow shape. Lakini hiyo mtoto anapozaliwa, anapokuwa inaendelea resolve yenyewe. Lakini sasa wakati ambapo hiyo haija resolve, ndio sasa tiba inafaa kuingilia kati sasa. Kuna aina mbili za kupinda kwa miguu. Aina hizi ni kama bowlegs, na inaweza kuwa mara mbili. Tuseme kunayo ile yenye inaanza kutoka juu ya magoti mpaka chini, na kunaye ule mwenye anaweza kuwa na bowlegs kutoka magoti kwenda juu ako sawa, kutoka magoti kurudi chini hapo ndipo unaona mguu imechukua ile bow shape. Kwa hivyo utapata hizo mbili. Kuna moja hiyo ya chini ya magoti tunaita tibial varus, na kunayo hiyo yenye inatoka kutoka huku juu ya magoti kwenda chini, hiyo tunaita genu varus. Miguu kupinda kuelekea nje, nafasi kubwa kwenye miguu, kuanguka mara nyingi na kutembea kwa namna isiyo ya kawaida zikitajwa kuwa baadhi ya dalili za hali hiyo. Dalili haswa kwa hiyo ni dalili tunazoona, kwa sababu bowlegs ni ugonjwa ambao unaonekana kwa macho. Utaona mtoto akitembea, akisimama, unaweza iona mwenyewe. Utaona mtoto anaacha nafasi kubwa katikati ya miguu. Hata akisimama, tuseme vile umemwambia hata asimame attention, akisimama unaona nafasi kubwa inabaki hapo katikati. Akitembea pia unaona kuna nafasi inabaki kubwa, na mara mingi utapata pia mtoto yule akiwa na bowlegs ikiwa iko sana, mara mingi pia ule mtoto akitembea ama kimbia anaanguka mara nyingi kwa sababu ya hiyo bowleg. Walio katika hatari ya kupata hali hiyo ni watoto wenye kilo nyingi, walio na upungufu wa vitamini D, walio na ugonjwa wa ukuaji wa mifupa na wanaougua kutokana na umbilikimo. Bowlegs wenye wako kwa hatari niseme sana kuna wale watoto wenye wako na
kilo nyingi wako katika hiyo hatari. Wale ambao pia wako na upungufu wa vitamin D ambao unaleta rickets. Wale ambao pia wako na magonjwa mengine kama watoto, kunao ugonjwa unaitwa Blount's disease. Pia huo ugonjwa unaweza leta bow legs. Pia wale watoto ambao wako na ile condition ya dwarfism, ile mbilikimo, wako katika hiyo hatari, kwa sababu utapata mara mingi ukiangalia utaona wengi walio mbilikimo wako na hiyo bow leg. Na ili kujikinga kutokana na hali hii, ni muhimu kumwotesha mtoto jua, kuzingatia lishe bora na hata kuepuka kilo nyingi au kilo ya chini baina ya watoto. Hiyo haswa kujikinga, unaweza jikinga kwa zile kama kuzingatia kumwotesha mtoto jua ili asiwe na kiwango kidogo cha vitamin D, na pia utazingatia nutrition ili mtoto aweze kukula anavyofaa, lakini asiwe na kilo nyingi zaidi, kwa sababu ukienda kwa nutrition utapata utaelezwa vile kumpea mtoto chakula ili mtoto akue ako na madini yote ambayo anafaa, lakini mtoto yule pia asiwe ako na kilo zaidi, asiwe pia ako na kilo ya chini. Mtu anapaswa kula lishe bora, lishe ambayo ina madini yote. Chakula hapo naweza sema chakula tunasemanga watoto wanafaa wakule chakula iliyo na madini yote. Kwa haswa tunasema tunaita balanced diet. Kwa hivyo mara mingi utapata tukimwambia mzazi maybe akunywe maziwa, watazingatia maziwa ama nyama sana, lakini tunayotaka ni mzazi yule ape mtoto balanced diet. Na balanced diet ni ile diet ambayo iko na chakula katika vikundi vyote vya chakula. Iko na proteins, anapata vitamins, anapata carbohydrates, anapata starch, hivyo vyote pamoja. Kwa hivyo siwezi zingatia niseme chakula kimoja haswa. Mtoto anafaa tu akule chakula katika hizi vikundi vyote kwa siku. Tiba ya kupinda kwa miguu huanzia miaka 2. Tiba hii huhakikisha mtoto anarejea katika hali yake ya kawaida. Tiba ya ugonjwa huo, kwanza tunaanza tiba mtoto akifika miaka 2. Na katika hiyo miaka 2 tumeona mtoto yule hiyo hali ya bow leg haijarekebika, ama saa zingine tunaona inazidi kukua zaidi. So kabla tuanze tiba tunaanza kuangalia kwanza mtoto yule, kwa sababu nilivyosema hapo awali watoto wanazaliwa wengi wao wakiwa na bow leg, lakini wanapokuwa ile condition ina resolve yenyewe. Kwa hivyo tunaanzia tiba kwa ile ambayo tumeona hai resolve. So tukiona amefika miaka 2 ile bow leg inazidi kukua zaidi, hapo ndipo tiba tunaanzia. Serikali imeweza kuelimisha wananchi kutokana na hali hii ili wananchi wafahamu vyema kwamba hali hii inaweza kurekebishwa na wataalamu wa afya waliobobea kwenye tasnia zao. Mikakati ni kuwaelimisha tu, kuelezea watu na ili wajue hiyo hali inaweza kutibika. Wakikuja katika mahospitali za serikali utapata tunawaelezea, tunawaambia bow leg inaweza kurekebika. Hata wale ambao maybe wamepita miaka 2 bado bow leg inarekebika. Na tunazingatia sana kuelezea kina mama wale wanakuja katika kliniki ili waweze kusaidika, kwa sababu tunataka kurekebisha hali hiyo bow leg watoto wakiwa chini ya miaka 5, maana wakati huo ni rahisi kuirekebisha. Kupinda kwa miguu kunaweza rekebishwa na madaktari iwapo wananchi wataelewa hali hii na kuwapeleka wanao hospitalini, himizo ikitolewa sana kwa kina mama walio na watoto wenye hali hii. Kwa mtazamaji ambaye mtoto wake ako na bow leg, naweza kumwambia ya kwamba hali hiyo ni hali ambayo inaweza kurekebika,
Ni hali ambayo ukikuja kwa daktari tuseme wa mifupa kama mimi, ni hali ambayo tunaweza kurekebisha ili mtoto yule miguu yake ikaweze kulainika. Tunaweza kumtengenezea vifaa ambavyo anaweza kutumia. Anafunga ili miguu ile iweze kulainika na miguu yake iweze kurudi sawa. Na matibabu mara mingi ya hali hiyo inachukua miezi 3 tukianza kumtibu mtoto yule. Kwa hivyo ni kitu ambayo inarekebika, na mara mingi utaona wazazi wengine wanasema pengine ni ya ukoo, babu yake alikuwa hivyo ama kitu kama hiyo, lakini wakati huu saizi kuna matibabu na tunaweza kurekebisha hali ile.